tutamtambulisha rasmi kuwa mwalimu wa timu yetu ya taifa. Lakini kushoto kwako yuko rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, kakangu Wallace Karia. Mbele yako ni waandishi wa habari ambao wamekuja kushuhudia tukio hili, na mimi bila kupoteza muda, kwanza kabisa ningependa kutoa nafasi kwa rais wa TFF aseme machache, kisha tutasikiliza salamu zako, na baada ya hapo tutashuhudia tukio la lililotuleta. Karibu sana kaka Wallace. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya michezo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu Paulo Makonda, katibu mkuu wa Wizara ya dhamana ya michezo ndugu yangu Gerson Msigwa, tambue uwepo wa katibu mkuu wa BMT dada yetu Neema Msita, lakini pia na mwalimu mtarajiwa Miguel Gamondi wa timu ya taifa, katibu mkuu wa shirikisho kaimu, pamoja na mkurugenzi wa michezo, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa leo, lakini pia nishukuru nichukue nafasi hii pia kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusapoti michezo, hasa mchezo wetu pendwa, mpira wa miguu. Na ndio sababu pia leo asubuhi hii tuko hapa kwenye tukio la kihistoria la kuweza kusaini mkataba na tunayetarajia kuwa mwalimu wetu, baada ya mazungumzo ya kwetu sisi serikali na serikali kuridhia kulibeba jukumu la kuweza kuwalipia walimu wetu. Kwa hiyo leo tunasaini hapa. Pia ni jambo moja hapo ambalo linaonyesha jinsi gani unasapoti michezo. Lakini kama tunavyofahamu, wiki hii Ijumaa tulikuwa na mkutano wa kamati ya utendaji wa shirikisho, ambao mbali na maneno mengi kwamba Rais Mosepe alikuja kuweza kutangaza kuahirisha mashindano haya, lakini mbele ya presi aliyofanya alisisitiza kwamba yeye hakuja kuondoa mashindano, isipokuwa amekuja kufanya mkutano wake hapa kuonyesha kwamba bado kafu wamebaki na maamuzi yale. Lakini kama sio juhudi za serikali kuhangaika na miundombinu, lakini pia na matakwa ya ile host agreement kutimizwa, tusingeweza kuwa na vikao vile na tusingeweza kuwa hapa leo. Mheshimiwa Waziri, nisichukue nafasi hii kuzungumza maneno mengi kwa sababu ndio nataka kuzungumza maneno mengi. Mimi niseme tu, sisi kama shirikisho tunashukuru kwa support kubwa tunayopata, na niahidi kwamba sisi tutajitahidi kufanya kwa bidii ya uwezo wetu wote kuhakikisha kwamba tunatumia fursa hiyo kuhakikisha kufanya vizuri zaidi kwenye mchezo wetu pendwa huu, ili tuweze kuitangaza Tanzania, lakini pia kuwapa furaha wa Tanzania. Nishukuru sana, asante sana Mheshimiwa Waziri, nashukuru. Asante Mheshimiwa Waziri, naomba tufanye marekebisho kidogo ya utaratibu. Tutaanza kwanza na utiaji saini, na baada ya hapo sasa tutakuja tumsikilize Mwalimu Gamondi mwenyewe, na Mheshimiwa Waziri baada ya hapo utamalizia. Kwa hivyo naomba kwa nafasi hii nimkaribishe sasa Rais wa TFF ndugu Wallace Karia kwenye meza ya kutia saini pale, na Mwalimu Gamondi waende wakatekeleze jukumu tulilokutana nalo leo. Ndugu zangu waandishi wa habari, matukio ya michezo sio matukio marefu.
wana michezo ni watu wa kazi. Kwa hiyo hapo wanatia saini, tunapiga maneno, tunaondoka zetu, au sio? Gamondi oye! Hamtaki, mtakosa content, shauri yenu. Coach, I hope you follow the Swahili language that we are using as a floor language here. So it is a signing ceremony today. You are signing with the president of TFF. After the signing, we are expected to hear a few words from you and of course from the minister. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia, kama ambavyo inaonekana hapo, wakisaini pamoja na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi, aliyewahi kuwa kocha wa wananchi Young Africans, lakini baadaye akaifundisha timu ya Singida Black Stars, na kwa sasa majukumu ni kuona anakwenda kuisimamia timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kama ambavyo unaona hapo, rais wa shirikisho akisaini nyaraka ya kwanza ya makubaliano ambayo wamekubaliana kuinoa timu yetu ya taifa ya Tanzania, na baadaye akampatia Miguel Gamondi kwenda kusaini ile nyaraka ya pili baada ya kuona amesoma na amepitia mkataba huo wa yale ambao wamekubaliana. Sasa anaambiwa atasaini tena karatasi nyingine, almuradi kuweza kuona mambo yanakwenda sawa bin sawia. Kabla ya hapo pia tulimsikia Gerson Msigwa kwamba baada ya kusaini mkataba huu wa kuinoa timu yetu ya taifa ya Tanzania, atapata nafasi Miguel Gamondi kuzungumza chochote. Makabidhiano hayo ya nyaraka hizi kwamba mmoja atabaki na nyaraka moja na mwingine atabaki na nyingine, kuweza kuona ushahidi umekuwa umetimia, wote wawili wakiwa wamesimama kwa pamoja na kuonyesha waandishi wa habari ambao wamejitokeza na kuwa mashuhuda kushuhudia tukio hili adhim na adim kweli kwa Miguel Gamondi. Hii imekuwa ni bahati kubwa sana kwa Miguel Gamondi. Makocha wengi sana ambao walipita Stars hatukuona tukio la namna hii likiwa linafanyika Andrea Kingamkono, na kwa sasa Miguel Gamondi pasi na shaka anakwenda kukaa kwenye kiti chake na Gerson Msigwa bila shaka anazungumza chochote. Walau tumsikie kwanza Msigwa, alafu tuone kama Gamondi anaweza akazungumza chochote. Gamondi ambaye alipewa jina la profesa ndiye kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuanzia leo. Mheshimiwa Waziri, baada ya wewe kushuhudia utiaji saini mkataba kati ya TFF na mwalimu wa timu ya taifa, naomba sasa nichukue nafasi hii kumpa nafasi mwalimu Miguel Gamondi azungumze mawili matatu kabla ya kukupa nafasi wewe uzungumze na waandishi wa habari na Watanzania wanaofuatilia tukio hili. Coach, thank you so much for signing and now I have an honor to welcome you to talk to this audience. Through this audience you are also talking to Tanzanians after signing a good job of teaching Taifa Stars. Tanzanians know you and they expect a lot from you. You're welcome. Thank you very much. Asante sana. Mambo, everybody. Good morning. Before anything, I want to say thank you to the government of Tanzania in the name of Minister Makonda, the TFF, from Mr. President, Mr. Karia, Secretary General Oscar Mirambo, and in general everybody, and say I'm very happy, honored, and very proud to be the national team of Tanzania for the next 2 years. Really, for me, it's excited time. You know me, I love Tanzania, I love this country, I love the football, and I'm a great believer we can do something special. We can put Tanzania in the map of the African football, and with the great work doing now the government, even TFF, with the long-term program strategy, I no doubt will become a very good force in African football in a few years. And
always I say, I'm not man who promise result. I promise very hard work, believe, and try to do our best to make happy all the country. And football is one of the most beautiful games in the world, and make happy all the country as well, all the people in the country. For that, I say thank you to everybody, as well for the football fans, because every day they show love to the game and love to me as well. And this is my commitment, fully commitment to be in this job and try to do my best for the country. Thank you. Asante, thank you so much, Coach. We expect you to walk your talks. Yeah. Thank you so much. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusikia salamu kutoka kwa Mwalimu Gamondi, zilitanguliwa na salamu za Rais wa Shirikisho la Kandanda Tanzania TFF, kaka Wallace Karia. Naomba sasa nikukaribishe uzungumze na waandishi wa habari na Watanzania baada ya tukio hili. Karibu sana. Jamani, assalamu alaikum. Ningetamani kuanza na swali. Sina uhakika kama kuna mtu ana swali hapa. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na kuturuzuku nafasi mbalimbali zinazotufanya au zinawezesha tukae na kukutana kama leo tulivyokutana. Niwashukuru sana watendaji wa wizara yetu wakiongozwa na Katibu Mkuu kwa kuendeleza kazi njema ambayo tumeilisi na tunaendelea nayo kuhakikisha kwamba tunafika kwenye ndoto ambayo taifa letu limekuwa likiota kwa miaka yote. Lakini kwa kipekee ni washukuru TFF, wamekuwa shirikisho bora kwa taifa letu na kuipa nafasi nchi kuendelea kujenga mustakabali mpana wa umoja na mshikamano katika kazi kubwa wanayoifanya ya mpira wetu wa miguu. Mtakumbuka wizara yetu inayo majukumu ya kusimamia michezo yote, lakini bila pasipokuwa na shaka TFF wanafanya kazi nzuri. Kuna kila sababu ya kuwapongeza sana watu wote kwa kazi nzuri ambao wamezifanya na kufika hatua leo tunashuhudia ukuaji wa mpira wetu wa miguu. Nikiendelea, nimshukuru kocha wetu. Kocha amefanya kazi kubwa, na kama itakumbukwa kwamba alipewa timu yetu ya taifa ndani ya muda mfupi, na alionyesha uwezo wa kuunganisha vijana na kuunganisha vipaji, na hatimaye kuandika historia ya taifa letu kuingia kwenye 16 bora tangu uanzishwaji wa mashindano haya ya mpira wa miguu Afrika. Kwa tunampongeza, lakini pia tunampongeza kwa kuaminiwa na taifa letu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kwamba sasa aishike timu yetu ya taifa kwa miaka 2 ili kujenga uwezo wa vijana wetu na kuiweka bendera yetu ya taifa si tu kwenye mlima Kilimanjaro, bali kwenye bara la Afrika, na dunia ikitazama ione Tanzania ikimeji kama giant of football wa Afrika. Kwa kocha na mambo matatu tu. Moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba 1 anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu, katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za AFCON. Matarajio ya Daktari Samia ni kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora kuliko ilivyokuwa na inapanda viwango
si tu viwango vya kafu bali vya FIFA pia. Kwa hiyo Gamondi anayo kazi kubwa ya kufanya, na maelekezo ya Daktari Samia alionipatia ni kwamba mwambie Mwalimu Gamondi kama kuna kijana wa Kitanzania yuko kokote duniani amlete hapa alipigania taifa lake ili kombe 2027 libaki hapa Tanzania. Kwa Gamondi amepewa uwanja mpana zaidi wa kwamba akiona kuna kijana yuko Spain, yuko Warabuni, yuko Marekani, yuko kwenye nchi nyingine yote, lakini ni Mtanzania na anaona na kipaji na anafanya vizuri kule aliko, Rais ametupa kibali cha kuwaita watoto wote wa Tanzania kurejea nyumbani kwao kulipigania taifa lao. Mashindano haya ya mpira yanaweza kutafasirika kwa lugha nyepesi kama ni michezo, lakini ndugu zangu ni uchumi, ni umoja wa taifa letu, lakini ni heshima ya bendera yetu ambayo tumeipigania kupitia waasisi wetu na kujenga uhuru tunaofurahia leo hii. Kwa la pili au la tatu kwa Mwalimu Gamondi ni kwamba kikosi hiki ni mali yake kuanzia hivi leo alivyosaini. Kwa anapaswa kuandaa program nyingi as much as possible kujenga uwezo wa vijana wetu. Kwa tunayo matarajio ya kwamba kuanzia leo hii, maana yake Mwalimu Gamondi akikaa na TFF na kushirikiana na baraza letu la michezo, wanao wajibu wa kutengeneza program za kuwanoa vijana hawa ambao wanataka kutetea heshima ya taifa letu. Haiwezekani mashindano haya yakafanyika kwenye nchi yetu alafu sisi tukawa wa kwanza kutoka. La hasha. Sisi tunataka tutoke na kombe. Na hiyo inawezekana tukimtanguliza Mungu, tukaweka jitihada zetu na kila mmoja akaunganisha utaaluma wake na ujanja wake, basi tunaweza kuvuka na kuishangaza dunia. Msemo wangu nawaambia tu, Mungu tuliyekuwa naye Morocco akatufanya tukaingia kwenye 16 bora hajabadilika. Bado ni yule yule na yuko hapa hapa Tanzania, na atatusaidia kwa mapenzi ya mema ambayo rais wetu anayoonyesha kwa mchezo wetu, itatuvusha na kufikisha kwenye hatua kubwa. Kwa hiyo nataka niseme haya mambo matatu ya kwamba mjue ya kwamba Daktari Samia amekubali kuwekeza kwenye sport. Na si kwa sababu tu kuna mashabiki wengi, bali kwa sababu anajua ni ndoto za watoto wengi wa Tanzania wanatamani siku moja nao wakae mahala waandike historia kupitia vipaji ambavyo Mungu amewapa. Kwa malipo yote ya kocha yanatolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. La pili, ametoa kibali, na naomba kutumia fursa hii kutoa wito, kijana yoyote wa Kitanzania kokote kule aliko duniani ambaye yeye ni mwanasoka, ni mchezaji mzuri, awasiliane na TFF, awasiliane na baraza letu la michezo. Tunawahitaji mrudi nyumbani kuitetea bendera ya taifa lenu. 2027 hatuna mchezo, hatumwi mtoto. Manake ni maamuzi ya nchi, lazima heshima ya taifa letu tuilinde, tuitetee, tuipiganie na tuwaonyeshe dunia kwamba tuko tayari. La mwisho ni kwamba leo kocha tumemkabidhi timu yake ya taifa. Kwa hiyo yeye na technical team yake watatengeneza program as much as they can kuhakikisha kwamba vijana hawa wananolewa. Ikiwezekana kama kuna chakula maalum chakula, lazima tuanze kujiandaa na aina ya vyakula vijana wetu kula. Nakumbuka nilipeleka vijana wangu kule Arusha kwenda kwenye mashindano Marrakesh ya kuendesha pikipiki. Ilikuwa ni Africa Motocross Championship. Wameenda kula wakakuta kumbe kuna chakula kingine utakiwa kula wewe mwendesha pikipiki. Ukila makanda hapo ukipiga bumps zero unashangaa unaruka hivi. Sasa kama kuna chakula maalum, if there is a need a special diet, we need to act from today. Tuhakikishe vijana wetu wanakuwa wako physical, yani kuanzia kichwa, mind kwenda mpaka kwenye mwili. Na ndio maana tunaruhusu pia walioko duniani waje tuunganishe nguvu. Taarifa nilizonazo tu tayari tuna vijana zaidi ya 16. Na tukiendelea kuwaunganisha tunaweza kujikuta tuna timu kubwa sana, na hiyo ndio fahari ya nchi yetu. Kwa hayo naomba niishie hapo kwa upande wa kocha wetu, lakini niendelee kumpongeza na niseme tena hongera sana TFF. Na siku zote wanawaambiaga watu kazi unayofanya ndio unaweza kudemand hela.
Kuna watu wanaanza na hela kabla ya kazi. Wanaanza nini? Pesa kabla ya kazi. Lakini mimi nakwambia kazi ukiifanya ndio inatengeneza nini? Pesa. Kwa hata hii Gamondi amefanya kazi, imemtengenezea mkataba wa miaka 2. Vijana wetu Taifa Star walifanya kazi uwanjani kule, ikawatengenezea heshima mpaka ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuma ndege kwenda kuwachukua. Kwa vijana ni waombe tu, tupigeni mzigo, heshima iko njiani. Lakini kipekee pia nimshukuru sana waziri wetu mkuu Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Amekuwa kiungo msaidizi mkubwa sana. Mimi kama waziri lazima utambue nafasi ya kiranja mkuu wenu. Kafanya kazi kubwa na tumekuwa na vikao vya mara kwa mara, na maandalizi tunaendelea ya AFCON. Yeye ndio mwenyekiti wa kamati kuu ya maandalizi ya AFCON. Tuna kamati ya technical team, tuna kamati ya makatibu wakuu ambao katibu mkuu wetu ni katibu, lakini tuna kamati kuu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Dr. Mwigulu. Waziri mkuu wetu huyu amesimamia vyema, na tunaenda kuhakikisha kwamba yale maelekezo yote ambayo Daktari Samia ameyatoa yanaenda kufanywa kazi ili kutimiza ndoto ya Watanzania. Jambo la pili, tumepata ugeni na mmeuona, tulitangaza hapa. Ugeni huu umetupa heshima kama nchi, na kwa kweli tumefurahi kuwaomba wanahabari, habari yoyote ile unaweza kuiona kwenye mitandao, imetoka kokote kule, sio jambo la muhimu kuiamplify bila kujua source ya habari. Na kwenye source mnajua kabisa kuna credible source. Yalikuwa maneno mengi sana yaliyopelekea mpaka wengine wakaanza kumhoji rais wa kafu na kuanza kuisema nchi yako vibaya. Hakuna nchi iliyokamilika kwa kila kitu, na ndio maana maendeleo is a process. Sasa wakati mwingine unaweza kusikia maneno ya kule ukalishwa. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi nimepata bahati ya kuwa awamu ya 4, nimepata bahati ya kuwa awamu ya 5, nimepata bahati ya kuwa awamu ya 6. Hakuna uwekezaji uliwahi kufanywa na rais yoyote yule kwenye upande wa michezo kama ambavyo umefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. It's totally unfair unakaa kwanza kuhoji miundombinu yenyewe hakuna. Sasa unategemea itatokea overnight. It's a process. Ukienda kumhoji rais wa kafu katika hiyo point, maana yake unataka akujengee lami. Hiyo ni jukumu letu kama serikali. Na jukumu hilo Daktari Samia ameshatoa maelekezo. Wewe fikiria unajenga uwanja mpya Dodoma, unajenga uwanja mpya Arusha. Investment tu ya ujenzi wa viwanja katika maandalizi ya AFCON ni trilioni 1.237. Hiyo sijaongelea infrastructure zingine, sijaongelea barabara. Juzi tumekaa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kaongelea habari ya miundombinu ya Arusha. Tayari waziri wetu wa TAMISEMI ameshapewa maelekezo. Tayari waziri wa ujenzi ameshapewa maelekezo kujenga barabara za lami. Na hivi tunavyoongea wanakimbizana na wakandarasi kufunga taa, kuhakikisha kuna kamera. Hasa kuna mtu tu wewe unakuja kutembei huko tu hapa, umesema kwenye mtandao nchi fulani naisema nchi yako, na unaungana nao. Afu unajiona jasiri kwamba umehoji mambo ya pointi. Wakitoka pale ndio maana kuna mmoja aliulizwa mpaka la, hivi wewe kutoka wapi? Yaani fikiria mgeni anahoji hivi, wewe ni mtu wa wapi? Maana yake anashangaa ya kwamba this is not supposed to come from you. Kwa niombe ndugu zangu, tunapenda sawa kutaka kuhoji mambo, kuonekana wanadisi, lakini angalia basi na uzalendo wa nchi yako. Angalia basi na msingi wa hoja yako. Afu hata huko nao waambia, tuko tunajadiliana leo asubuhi na kina Shafi Dauda. Tulikuwa Morocco, tunajua Morocco pamoja na utajiri wao wote waliishiwa magari kwa standard za kafu, ilibidi wakakodi magari kutoka Ufaransa. Wakija hapa kwa maandalizi yetu ya AFCON mpaka AFCON yenyewe, yani kama kuna mtu ana gari yake ajiandae tu kukodisha, kwa sababu magari yatatakiwa sio chini ya magari 500. Angalia uchumi unaokwenda kutengenezwa. Angalia watu watakaouza vyakula kwenye zile hoteli. Angalia ndugu zetu wanaofanya kazi kwenye hoteli watakapozidi kupata posho zao. Kwa ukiangalia mzunguko wa uchumi utakuwa ni mkubwa sana.
tutafuteni kujenga image ya nchi yetu, tutengeneze fursa kwa ajili yetu pia. Kwa ningeomba sana kuanzia leo, kwa sababu ndio kazi inaanza, hebu wanaweza kutengeneza content za Kiingereza, za Kiswahili, wahakikisha kwamba wana brand nchi yao. Kama kafu wamekubali kuja kufanya mkutano wao, fikiria sisi tumeenda kuwaona Morocco, ilikuwa tarehe 16 na mkutano huu umepangwa kufanywa Cairo, makao makuu ya kafu. Fikiria ushawishi leo nao Daktari Samia Suluhu Hassan, na mliniona nilibeba mpaka na bendera na barua. Tumepiga maneno pale mpaka akisukuma. Jamaa wamekubali, wamekuja kufanyia mkutano wapi? Kwetu. Bado wewe huoni faida. Kwa niombe sana, tuendeni tukaijenge image ya Tanzania. Na mashindano haya kwa kuwa yapo, basi hatuna budi kujenga image hiyo, tupate wageni wa kutosha, tufanye mashindano makubwa mazuri, na tuhakikisha kwamba kombe linabaki, lakini heshima ya taifa letu inalindwa. Sambamba na hilo, niwaombe tena ndugu zangu waandishi wa habari, tutakuwa na ziara ya kutembelea miradi. Tutawachukua waandishi wa habari wote wa michezo wote, na mtapata maelezo ya kina ya kila hatua, na kwa kuona kwa macho yenu wenyewe, ili mnapokuja kujenga uwezo, mnajenga uwezo wa Watanzania kuelewa wapi nchi yao inaelekea. Zanzibar kazi inakwenda vizuri sana, viwanja vinakwenda kwa kasi kubwa, na sisi matumaini yetu ya kwamba kwa asilimia kubwa ya mashindano ya AFCON yatafanyika Tanzania. Ni matumaini yetu makubwa kwamba yatafanyika Tanzania, kwa sababu maandalizi tulionayo kwa upande wa Zanzibar na upande wa bara ni makubwa, na tutakuwa na viwanja vingi, na ni heshima kwetu kufanya mashindano hayo kwa asilimia kubwa kabaki kwenye nchi yetu. La tatu, BMT. Nafikiri watendaji mko hapa. Mwezi huu wa kwanza, mimi na mwezi mmoja tu hivi. Sasa kaeni na wenye mashirikisho mengine. Tunataka kuiona michezo yote imenyanyuka na imefika kwenye level angalau kuipita michezo inayoratibiwa na TFF. Nchi yetu ina vijana wengi wenye vipaji wanaoota usiku na mchana kutumia vipaji vyao kutengeneza uchumi wa maisha yao na familia zao. Sisi kama wasimamizi wa michezo hiyo lazima tuifufue, tutengeneze platform ili ndoto na vipaji vilivyopo ndani ya taifa letu vipate kuonekana. Na nasema haya kwa sababu ninaona mashirikisho mengine hayajaamka bado. Kayaamsheni. Na mkikaa na viongozi mwambieni, ukiona kiongozi amegombea mara ya kwanza, timu anazosimamia haziendi kokote, mara ya pili, yani unampaje tena fomu huyo mtu aendelee kuwa kiongozi? Ifike hatua washindane, yani hiyo ni bandika bandua, wakitoka TFF wanakuja hawa, wakitoka hawa wanakuja hawa, wakitoka hawa wanakuja hawa, kwa sababu fursa hiyo tunazo. Kwa hiyo niwaombe sana BMT, kaeni na mashirikisho yote, nafanyeni tathmini ya kina ya kuona kwa nini hatuingii na kurejea nyumbani na vikombe, hata medali tu. Wewe angalia, tuna mambo ya mpira, Amolewa anatupa heshima, lakini twendeni tukaangalie netball, twendeni tukaangalie volleyball, twendeni tukaangalie basketball, twendeni tukaangalie michezo mingine yote hiyo, kama ni rugby twendeni tukaifufue. Michezo iko mingi, ukiangalia tu duniani hapa, michezo hiyo registered ambayo inatambulika duniani na ina mashirikisho iko zaidi ya 2000. Michezo 2000, tukiamua kila siku kucheza michezo kwa mwaka mzima, tunaweza kucheza michezo 6 kila siku bila kujirudia kwa mwaka mzima. Sasa leo hii tunaongelea tu mpira wa miguu, tukitoka kidogo tunarudi kwenye netball, kidogo tunarudi kwenye mpira wa miguu, tukitoka kidogo tunaongelea ngumi, tunarudi kwenye mpira wa miguu. Hatuwezi kuwa na michezo michache kiasi hicho wakati taifa hili na vijana wengi, na ukiangalia kwenye demography unaona kabisa namba jinsi ilivyo kubwa ya vijana ambao
wengi wangejikuta wanatumia vipaji vyao na tungepunguza tatizo la ajira kwenye nchi yetu. Kwa hiyo BMT mkae mkao wa kula. Sasa ukiona mashirikisho yanafanya kazi zile zile, basi tutagundua kwamba kumbe nyinyi ndio mnaowalea wafanye hizo kazi. Na bahati nzuri upande wangu huku aibu haipo. Nataka matokeo. Unajua Msigwa hapa anamwangalia mtu anaanza kusema sasa unajua huyu mtu ukimwambia hivi anaweza kujisikiaje? Sasa mimi nawaza watu wangapi wanakosa ajira kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja aliyekalia kiti. Nao wanajisikiaje huko nyumbani wanapokosa chakula? Kipaji anacho, uwezo nao, lakini hakuna platform aliyotengenezewa ya kumsaidia kupiga hatua. Kwa hiyo niwaombe sana BMT, tafuteni uwezekano wa kukutana na mashirikisho yote. Na viongozi lazima wajue wanayo kazi ya kujenga uhalali wa heshima ya uongozi walionao wa kushirikia hayo mashirikisho. Mimi natamani kufika hatua tuone hapa Tyson anakuja kuamua ngumi. Manake ukimleta mtu kama huyo unakuza michezo yenu pia. Nataka tuone watu wakicheza michezo. Mimi nakwambia kama ile rugby raha yake ni kwamba kwa mfano hapa Tanzania nyinyi unaona kuna mabausa wengi. Kwenye mchezo wa rugby kuna watu kazi yao ni anasimama mahala hapiti mtu. Likikaa kama limekaa kama ukuta. Sasa hiyo ni hela. Kwa na mwili wa namna hiyo tu ni hela. Kuna wale wengine ambao anachukua mpira na kimbia nao kiasi kwamba ukitaka kumnyang'anya humnyang'anyi, ni hela. Sasa haya yote lazima tuyanyanyue. Na mimi natamani katibu mkuu tukirudi hapa turudi na jambo la shirikisho jingine. Mpira wa miguu wakati wanaendelea hivi na mashirikisho mengine yanafanya kazi yao vizuri. Sambamba na hilo kwa BMT ninafahamu na nichukue fursa hii pia kwanza kupongeza timu zetu 4. Sizipongezi kwa sababu zimetolewa, lakini nazipongeza kwa sababu zimefanya kazi ya kuweka alama ya taifa letu. Timu yetu ya Simba, timu yetu ya Yanga, timu yetu ya Azam pamoja na ndugu zetu wa Big Star kutoka Singida. Kuwemo tu kwenye mashindano hayo ni heshima pia. Na mnafahamu ya kwamba Tanzania tumepata nafasi ya kuwa na timu 4. Na ndoto ya kila Mtanzania ilikuwa ni kwenda kwenye robo finali. Yaliyotokea uwanjani ni dakika 90. Hatuwezi kuamua tofauti, lakini mimi nawapongeza kuanzia uongozi wao, uongozi wa Simba, uongozi wa Yanga, uongozi wa Azam pamoja na Singida Big Stars kwa kazi kubwa nzuri walioifanya ya kufika hatua kupeperusha bendera na kufanya mataifa yaje kwenye nchi yetu kuja kucheza na wao, kwa sababu wasingeingia tusingepata hata hizo pesa ambazo ndugu zetu wenye hoteli, migahawa, watu wa chakula wameweza kuzipata. Lakini tuwatia moyo ni wakati wa kujiandaa vizuri pia kwa mashindano yajayo. Mwisho wa kutoka kwenye mashindano haya sio mwisho wa mashindano. Malaki wameusoma mchezo, wameelewa mbinu, kwa ni wakati mzuri wa kujipanga kuhakikisha kwamba mashindano yajayo basi twende mpaka nusu finali, tusitoke mapema kama ambavyo imetukuta hivi jana. La mwisho katika hilo eneo, nafikiri msajili wa michezo yuko hapa. Naam? Aliweza msajili wa michezo wako, kuna mtu kasogea pale. Ni wewe? Okay. Msajili wa michezo nilitaka mkamilishe taratibu za Simba. Simu zimekuwa nyingi kwetu na mimi nisingependa kuanza kutoa maoni na kuingilia mchakato. Na niwahakikishie tu wapenzi wa michezo, kama kuna kipindi sheria zitafuatwa na kanuni ni kipindi hiki cha uongozi wangu. Na msajili kwa mujibu wa taratibu anapokamilisha awajulishe wahusika waendelee. Singependa kama waziri kila mara kuanza kutolea ufafanuzi jambo hili, katiba yao imekuwa hivi, wamefikia hatua hii. Hapana, kwa sababu ni jambo la kitaratibu, kanuni zipo, sheria zipo, kwa ni kuhakikisha kwamba mnakamilisha haraka. Bado ndio msajili. Sasa usipite hivyo. Rudi kule. Ushakukaa kwenye buffet unapakua peke yako bila kujali wenzako. Simama tu hapo. Kwa sababu unapopita pia uangalie na wenzako wako kazini hao. Jambo la Simba kamilisha. Na nimeambiwa nataka kuniona, mimi usinione. Si kanuni unazijua? Sheria tunajua. Kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria tekeleza. Ile gari ikiitwa ST maana yake taratibu, sheria na kanuni.
kamilisha, na ikiwezekana kabla ya mwezi huu wape majibu wanasimba, waendelee na utaratibu wao. Sababu tukianza kuonana hapa tafikia hatua lazima, unajua mheshimiwa waziri alielekeza hivi, unaanza kuingizwa kwenye mambo ambayo hata sio kwako. Viongozi na watendaji wote, as long as wewe ndio msimamizi wa taratibu, wewe ndio mwenye sheria, simamia sheria, simamia kanuni, kamilisha, wape taratibu, waendelee na mchakato wao wa kutengeneza katiba itakayoweza kupata, kama kuna watu wengine wanaingia kwa wadhamini ewala, kama kuna shareholder wengine wanaongeza ewala, kama kuna nini. Lakini tunachotaka sisi tuone timu hizi zikifanya vizuri na hakuna changamoto ya kiongozi au ya kikatiba ambayo sisi kama serikali jukumu letu kufacilitate na kuwatoa kwenye hiyo mikwamo. Kwa hiyo nafikiri hilo limeeleweka, si ndio ndugu yangu? Appointment yako wewe wape watu wa Simba huko, waendelee na mchakato wao, na kabla mwezi huu jambo hilo limefanya nini, tumeelewa baba. Jamani ndugu zanguni, baada ya kusema hayo nimalizie na ombi langu moja ambalo lenyewe ni nje ya story hizi, sababu unajua kuitana kila mara waandishi wa habari sio jambo jepesi pia, na nyinyi ni watu wazito, hawawezi kunyanyuka kitu kila mara na kila jambo unanyanyuka, si ndio? Tukimaliza yote alafu nyinyi mtakuwa mnapanga mnaenda na lipi kwa wakati gani. Na nilikuwa nimepanga leo niwape dozi ya miezi miwili, lakini kagundua memory card tulizokuja nazo ni nitaka niongee leo miezi miwili, siongei yani mnakata tu vipande. Tulipanga tuwe na uwezeshwaji ambao haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aliona watengeneza maudhui wakifanya kazi nzuri lakini katika mazingira sio rafiki. Manake pia aligundua vitendea kazi hawana. Kwa mapenzi yale ambayo Daktari Samia nayo, na anatambua kwamba sasa hivi kwenye kipindi hiki cha karne ya 21 teknolojia ndio imechukua nafasi yake. Katuelekeza kutenga bilioni 2 ili kuhakikisha kwamba watengeneza maudhui wanapata hizo fedha zinawawezesha kutengeneza maudhui yanayowapatia kipato, na si tu kipato, yanawawezesha pia kutengeneza ajira za watu wengine. Na tukakubaliana kwamba watu wajisajili mpaka tarehe 15. Na leo tarehe 16, maana yake jana tarehe 15 ndio ilikuwa nini? Iko mwisho. Taarifa hizo zinakusanywa kutoka kwenye mikoa yote, na wengi zaidi walijisajili kupitia kwenye njia ya mtandao. Maelekezo yangu kwenye wizara tukamilishe huo mchakato mwezi huu, kuanzia mwezi wa 3 tarehe 1 watu waanze kuchukua fedha zao, waende wakatengeneza maudhui ya kujenga uchumi wao, lakini pia ikiwa ni sehemu ya burudani. Mimi nimeangalia leo kituko kimoja, nimecheka sana kiasi kwamba nikaona mbili hivi Bakola alifikiria nini? Yaani fikiria mtu anaitwa kwamba mkeo yuko na mtu, afu jamaa anakimbia kwenda kumuona mke wake, twende bora pokee simu, mkeo yuko na mtu. Wamekimbia kufika kwenye eneo la tukio, anamkuta amesema mkeo yuko na mtu yule. Afu jamaa sasa, hapana, yule mume wake. Sasa kwani wewe ni nani sasa? Kwa kumbe kuna stories zingine zinaweza kutengeneza maudhui ya watu wakafurahi, wakaongeza siku. Unajua unapofurahi pia siku zinafanya nini? Zinaongezeka. Kwa hiyo ningetamani sana vijana wote ambao wameshajisajili, na tulitaka wajisajili wale waliosajiliwa na ambao hawajasajiliwa, ili kwenye mchakato wa kuwatambua basi tutengeneze fursa kwa wote, na fursa kwa wote zinaweza kutusaidia na kutuwezesha. Lakini sambamba na hivyo, kwenye wizara yetu Daktari Samia Suluhu Hassan katupatia bilioni 20 katika mgao wa bilioni 200. Si kama unaelewa hapo? Yaani kwenye mgao wa bilioni 200 Daktari Samia katoa bilioni 20 kwa wizara yetu ya habari, michezo, sanaa na utamaduni. Kuna watu wakasema tu bilioni 2 kapewa Makonda. 20. Kwa hiyo kwa sababu na bilioni 2 umepunguza ni 20, ongeza sifuri nyingine pale. Sababu watu wanapenda sana kupunguza vitu. Yaani ukuta kitu kikubwa alafu anataka kama juzi umeona wamepunguza tena. Msafara wetu kwa magari 16 wamepunguza na gari moja. Sasa yako 16 sio moja. Kwa
Kwa mimi sipendi kupunguza, twende katika ukubwa wake. Kwa hiyo sio bilioni 2, ni bilioni 20. Na katika bilioni 20 tumepewa mgawanyo. Ndio maana ndani yake tukapata zile bilioni 2 kwa ajili ya content creator, lakini pia ziko kwenye upande wa muziki, ziko kwenye upande wa filamu, ziko kwenye kategori mbalimbali. Kwa hiyo katibu mkuu ataainisha makundi yote ambayo yanakwenda kupokea fedha kutoka kwetu, alafu pia wajiandae. Na wakati tunaongea hivyo, tayari Daktari Samia ameshatoa bilioni 10 ambazo zimetoa. Hizi 10 ni nje ya zile 20. Hata nikiongea hivi kuna watu wanachanganyikiwa. Maana ukijumlisha zitakuwa 30 basi. Bilioni zingine ngapi? 10. Hizi bilioni 10 zimeshatoka na wamekopeshwa watu mbalimbali. Na mimi naomba wale ambao mnapata mkopo kutoka kwenye mfuko wa Daktari Samia Suluhu Hassan, sio dhambi kusema tunamshukuru rais kwa kutuwezesha na biashara zetu zinaenda vizuri. Unajua wakati mwingine mkikaa kimya inaonekana kuna wajanja wamepiga hizi pesa. Mara mwisho huko msanii mmoja akapata almost karibia milioni 200. Milioni 220. Sio dhambi kusema nashukuru kwa sababu mkopo wenyewe ule na nawaambieni mtu anayekopa chini ya milioni 15 hana chochote cha kuwekeza. Unajua kuna ile mikopo mingine inabidi mpaka uweke hiki, lakini below 15 milioni huweki collateral yoyote. Unaona sasa rais anavyotengeneza mazingira mazuri. Kwa mimi niombe pia wala ambao mnapata hizi fedha sio dhambi kumtaja tajiri. Wewe unakopeshwa mpaka milioni 220 kweli. Na masharti yenyewe nini? Ni nafuu. Hata ushukuru kwa yule aliyekuwezesha. Watu wanakuona tuko mtaani mpaka unahisi kama vile unafanya biashara zingine za waambieni bana chanzo changu mimi ni serikali ya Daktari Samia. Ananiwezesha na masharti. Na ukifanya hivyo una encourage na wengine kujua kumbe inawezekana. Kumbe naweza nikakopa. Kumbe naweza Na hizo jamani ni tofauti na zile 10% zilizotengwa kwenye kila halmashauri. Mimi kwenye halmashauri yangu tu ya jiji la Arusha 10% tulizonazo ni bilioni 5. Halmashauri hiyo. Kwa hiyo mbona niseme pia hili kama sehemu ya kutoa ufafanuzi ya kwamba tunazo hizo fedha na hizo fedha ni kwa ajili yenu wadau wa wizara yetu ya habari, michezo, sanaa, utamaduni. Na hivi karibuni tutaenda pia kugawa mlahaba. Kwenye ile copyright levy huwa tunachukua 1.5 na kwenye 1.5 mapato yanayopatikana 60% yanatakiwa kurudi kwako. Kwa mfano wewe msanii unayefanya kazi ya sanaa, mwimbaji, hata unazoona zile wakileta CD, wakileta flash zile, kuna percent pale na kata kwa sababu ile inatumika kuhamisha kazi zako. Na zile kazi zako zinapohamishwa kuna pesa fulani unaipoteza. Kwa hiyo serikali imetengeneza utaratibu wa kuchukua 1.5, alafu kishajumlisha mapato yote yale, msanii wa aina yoyote ile kwa mujibu wa kazi zake zinavyouzwa naye anapewa 60% ya yale mapato. Hivi tunavyoongea tuna zaidi ya bilioni 1 pointi ambazo zimepatikana kutokana na hiyo, na 60% almost karibia milioni 900 hivi ambazo zenyewe tunafanyia mchakato tuje tuwagawie kama sehemu ya mlahaba kwa nyinyi ambao mnafanya kazi zenu sana. Sasa angalia mazingira ambayo rais anatengeneza. Anajenga uwanja, tengeneza barabara za kwenda, anajenga diplomasia kuhakikisha kwamba mataifa yanaiona Tanzania ni sehemu salama na bora kuja kufanya shughuli zao. Anatafuta kocha, anamlipa mshahara. Tena mtu kama Gamonde mshahara wake sio mchezo. Unajua rangi nyeupe pia na maisha yao. Alafu ukichukua hapo anaweka tena bilioni 2 kwa ajili ya content creator. Anaweka tena bilioni 10 kwa ajili ya watu wanaokopa kwenye bodi ya filamu. Anaweka bilioni 20 kuhakikisha kwamba kila msanii anapata. Bado anatujengea studio ya bilioni 150. Kuna arena ya bilioni 300. Yaani ukiniona mimi waza hela tu. Kama ulikuwa unafikiri mnawaza mambo ya michezo, Yaani ukiona hii wizara waza pesa tu. Na nakuhakikishia ndugu zangu ni mwaka 2026 mpaka 27 tutawanyoosha na mnyooko wa lula kuhakikisha kwamba kila mtu anatamani kuhamia kwenye wizara yetu, kwa sababu kama ni hela ni huku, kama watu wanafanya vizuri itakuwa ni huku, kama watu huku yani ni huku tu. Na mheshimiwa katibu mkuu, kama ikiwezekana tuweke utaratibu pia waandishi wetu wa habari wakija posho zao ziwe nene. Kutofautisha kwamba ukiitwa wizara yetu ukiitwa na kwingine maisha yakoje. Sababu si unajua ngoja niwaambie wana habari.
wizara yetu ina kitu kinaitwa sport diplomacy. Hivi tunapoongea michezo, hasa mchezo wa mpira, una watazamaji au follower wasiopungua bilioni 5. Duniani ni namba 1, wasiopungua bilioni ngapi? Angalia tu Morocco imetengeneza uchumi kiasi gani. Fikiria Morocco imetajwa mara ngapi kuanzia maandalizi ya AFCON mpaka leo hii. Manake tukifanya vizuri, Tanzania itakuwa kwenye ramani na itafungua fursa si tu za michezo, hata fursa za utalii pia. Itafungua fursa za ajira, itaongeza uchumi wetu na itabadilisha maisha ya kila Mtanzania. Kwa hiyo niombe sana wanahabari, tushikamane na Watanzania. Timu yao ya taifa ndio timu kiboko. Nilimwambia juzi Rais Karia, sasa kwa sababu wewe uko chini ya BMT niwaambia wafanye mchakato haraka tupate jezi za kisasa zinazofanana na wajanja wa nchi yetu wa Tanzania. Jezi ambayo mtu atafeel proud kuivaa akiingia ofisini. Nataka tuwe na tracksuit ambazo hata sisi watu wa Arusha, mazingira yetu ya baridi, yale makoti ambayo yanatambulisha. Na ikiwezekana mwezi wa 7 tunamuomba Daktari Samia Suluhu Hassan atuzindulie uzi wetu, afu tuingie nao mtaani kuhakikisha kwamba timu hii si tu kwamba tunaunganishwa na dhamira zetu, mpaka mavazi yetu. Ukienda kwenye nchi Morocco tu pale, wote tuliokwenda kule tulikuwa tunaona, unakuta mpaka mhudumu hotelini kavaa jezi ya nini. Unaenda kwenye duka unakuta mtu kavaa jezi ya timu yake ya taifa. Sasa sisi kwa sababu tumeona, nataka twende mara 2 yao, tuhakikisha kwamba nchi yetu na watu wetu tumeunganishwa, tumekuwa kitu kimoja. Jamani, nimeongea kwa kirefu na imani yale ambayo nilitamani kushare na nyinyi nimesema. Unapitia kimemo cha katibu mkuu hapa. Tayari. Jamani, ndugu zanguni, baada ya kumaliza maneno hayo nadhani hakuna swali leo, si ndio? Kama hakuna swali, tunawashukuru sana na tunaendelea kumpongeza kocha wetu wa taifa. Kuanzia sasa maana yake ni kazi iko kwake, lakini pia tunawashukuru sana wanahabari, kwa kweli mmekuwa mstari wa mbele kwetu sisi, tumeshikana mikono sana. Sambamba na hilo, ni waombe mjiandae kwa ajili ya tour, na tour hii tutakayoifanya itakuwa ni kuangalia maandalizi yetu ya AFCON na kuhakikisha kwamba na nyinyi mnapata uelewa wa pamoja. Lakini tumie fursa hii kuwaomba wenye mahoteli Zanzibar, Arusha, Dar es Salaam na Dodoma pia, ni wakati wa kuanza kujimarket. Na watu wenye mawazo mbalimbali, jamani, AFCON sio mali ya wizara, sio mali ya serikali. Tunaruhusu pia mawazo yote mazuri ya kuboresha namna kuhakikisha kwamba taifa letu linakaa kwenye, na nasema hivyo nikiwa na maana ya kwamba mimi na wizara yangu hatuna majibu ya kila maswali na hatuna ubunifu wa kila kitu. Tunahitaji kutegemeana. Kwa yoyote yule mwenye mawazo mazuri, mathalan tunataka tu brandi magari yetu yote ya mwendo kasi hapa mjini, nataka tu brandi treni yetu, tu brandi mpaka na ndege yetu. Na naomba kutumia fursa hii kumpongeza sana mtendaji mkuu wa shirika letu la ndege, Engineer Olanga. Yeye mwenyewe amekuja na concept, anambia Mheshimiwa Waziri, mimi nataka nikubrandie ndege kwa namna ambayo dunia itashangaa. Na bahati nzuri shirika letu la ndege hili chini ya waziri wetu Profesa Makame Mbarawa, sasa hivi tuna destination 16 ndani ya Afrika. Yaani unaweza kutoka hapa kwenda South Africa, ukatoka hapa kwenda Zambia, ukatoka hapa kwenda Congo, ukatoka hapa kwenda Nigeria, kwenda Ghana. Yaani Tanzania inazidi kupanuka. Sasa nimesema vituo 16 au nchi 16 ndani ya Afrika. Na anaendelea kuongeza nchi zingine Mheshimiwa Mbarawa. Kwa ndege yetu pia ya Tanzania itakuwa branded kwa muonekano wa kiAFCON. Lakini pia maduka, tunaenda kwa wenzetu tukaona maduka yao wana bendera, wana nini, wameshajiandaa. Kwa tunaomba kwenye kila mwenye wazo jema asite kuja. Sasa tunajipanga
ndani yetu kwa naongea na watendaji, nimeomba pia na wapenzi wa mipira waanze kutengeneza kamati. Wakati mwingine hao akina Shafii, akina Oscar, kutengeneza kamati ya kutengeneza mashindano yale ya tournaments za kabla ya AFCON. Hivi kuna dhambi gani tukiwa na tournament ya mabalozi, a diplomatic tournament ya kuelekea kwenye AFCON? Kwa sababu mabalozi hao wakishiriki, wao watatoa taarifa kwenye nchi zao. Wakitoa taarifa kwenye nchi zao, wanaandaa watu wao kuja wapi? Kwenye nchi yetu. Tuna nchi za maziwa makuu hapa. Tukitengeneza tournament ya nchi za maziwa makuu kuelekea AFCON, na yenyewe pia ni tuna sekondari hapa. Tuna watu wa mtaani wale, wataalamu wa ndondo wale. Kwa tunaweza kutengeneza mashindano tofauti tofauti, tukajikuta kuanzia asubuhi, mchana, jioni kazi inaendelea. Lakini nishakutoa maelekezo kwenye wizara, nataka kuona pia mashindano ya wanamuziki. Jamani, wakija nyimbo zetu zinapaswa kutumika. Tusiruhusu wasanii wetu hawawezi kutunga nyimbo wakaja kutunga wageni, na si tutunge. Nishasema nafikiri tuikaa kikao na tafuatilia, kwa sababu nimeona kama kuna ukimya fulani hivi. Tulikubaliana wale wa ngoma waanze mashindano ya ngoma, tuwe na vikundi bora vya ngoma. Kama ni madansa waanze, sababu pia ukiachilia mbali ya uwanja, ndani ya pichi tutakuwa na funny zone, maeneo mbalimbali ya wapenzi wa michezo ambao wao hawataingia kwenye uwanja kutokana na ukubwa, lakini watakaa mahala kuangalia mpira. Unakuwa na skrini pale unakuta ina mita 8 mpaka 12x7. Wanakaa watu pale, kutakuwa na ngoma, kutakuwa na vyakula. Nilikuwa natamani kwa mfano kama sasa hivi, wapi ukitaka kula chakula asili cha Kiafrika au cha Kitanzania unapata mgawa huo. Watakuja, wataka kula chakula cha kwao, wataka kula chakula cha Afrika, wataka kuonja chakula chetu. Morocco kule tulikuwa tukila kio kena mahali unaambiwa Moroccan tea. Utakunywa tu, kuna chakula chao kile inaitwa si nini? Sushi. Utakula tu. Sisi wakija watakula wapi? Kwa naomba tuione hii. Jamani, tusijadili mambo ambayo hatuingizii pesa. Tujadili mambo yanatuletea nini? Kwa naomba pia kwenye wizara yetu watu wa utamaduni ambao wako kwenye kila wilaya, wako kila kwenye mkoa, wahakikishe tunaandaa vikundi vianze kushindana, tupate kikundi bora ambapo tunasema hiki kikundi kitakaa, vingine vitatumika kwenye uzinduzi, vingine vitatumika kwenye kufunga, vingine vitatumika kwenye fani zone, lakini kote itakuwa ni mtengenezaji wa nini? Wa pesa. Sambamba na upande wa chakula, lazima tuwe na kampeni ya vyakula vyetu, lazima tutengeneze mazingira ya maeneo ya kutembelea tu, site zetu za kwenda kutembelea. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya, ndugu zangu, na kazi hiyo hatuwezi kuifanya sisi peke yetu. Nyinyi wanahabari mna mchango mkubwa, na tunaomba tushikamane, tufanye wote kwa pamoja, tufike kwenye hatua ya kufanikiwa. Baada ya kusema hayo, naomba pia nimshukuru sana rais wetu wa FIFA. Naomba makofi mengi kwake. Tulipata nafasi ya kwenda kumtembelea, na nyinyi ni mashahidi. Na katika mazungumzo kuna mambo nilimuomba. Unajua, nimeshagundua si kila kitu tunachoongea na wakubwa tuseme mapema, kwa sababu naona kama ngoja niseme hivi. Roho ya ushirikina ni uwezo wa kuwaza mambo mabaya juu ya mwenzako bila hata kuelewa kwa nini unamwazia mabaya. Yaani unataka kujipima kwamba ndani yako kuna kaloka ka ushirikina. Ni ile namna unajisikia tu vibaya ukimwona fulani kavaa vizuri. Unajisikia tu vibaya ukimwona mtu anaendesha gari nzuri. Mimi zamani nilikuwa sielewi kwa nini wazee wanasema kwamba usiseme kwanza, fanya. Alafu watu watakuja kuona. Ukisema mapema mambo yanafanya nini? Kuna watu wanao mbaya hapo. Unaweza kushangaa ukasema tulikana fulani tukajadili 1 2 3. Anaweza kuanza kumwandikia email kule. Usiwape hao watu wenyewe hawajulikani. Yaani utasikia sasa. Jana usiku nilikuwa naongea na katibu mkuu wangu kama na chat hapa na kiongozi mkubwa, lakini nafikiri tuendelee na hizi chat mtu kwanza. Mambo yakishaiva watakuja kuona Watanzania. Kwa sababu kiwahi hivi unaweza kushangaa mtu anaanza kupeleka habari. Yaani nia ni njema lakini mtu anatafuta tu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni muhimu sana kujipima sisi wa Tanzania. Pima moyoni mwako kwamba mimi ni mshirikina au sio. Na namna ya kujipima, ukiona jambo la mtu mwingine roho inakuuma, unakasirika, jua tu dalili za ushirikina zinafanya nini? Za kunyemelea. Sasa tulifanya kikao kikubwa na rais wetu wa FIFA. Yale tuliomuomba hatuwezi kuyasema yote, lakini kila linalofanikiwa tunamshukuru Mungu, tutatamka. Moja, tulimuomba atupe support kwenye hizi mini pitch ambazo zinatolewa na FIFA. Zinaitwa FIFA Arena.
na Mungu alivyo mwema katutumia email kuconfirm ya kwamba amekubali kutupatia, na ametupa namba za kuanza nazo, na zikienda vizuri tumepewa namba nzuri sana ambayo tuna uhakika hiyo namba karibia kila mkoa ataweka signature ya FIFA Arena. Sasa kazi ni kwetu, na sasa tunajiandaa na TFF kwa sababu haya mazungumzo yako hivi, serikali mnayafanya, lakini mlango wenu wa kupitia ni TFF. Kwa hiyo tukishafanya sisi mazungumzo, mlango wetu unapita ni wapi? TFF. Na vile viwanja vitakuwa viwanja vya umma, sio kwamba itakuwa ni kampuni ya miliki. Itakuwa ni mali ya nini? Ya umma. Kazi yetu sisi sasa itakuwa ni kuregulate, kuhakikisha kwamba vinatunzwa na vinatumika kwa makusudi ya kuhudumia public. Sasa tumeshapewa idadi ya kuanza navyo, na ametoa kabisa kwenye email, tunaanza na hivi, baada ya hivi nitaongeza idadi ya hivi. Sasa nikicheck ile idadi inatosha karibia kila mkoa kupata kiwanja, na ikiwezekana kuna mikoa mingine wanaweza kupata mpaka viwanja viwili. Na hiyo ni jukumu ambalo tutakaa sisi upande wa serikali, alafu tuone tunaanzia wapi. Of course kikawaida kabisa wangesema tuanzie Arusha, lakini mimi nataka tuanzie sehemu tofauti, kwa sababu si maji yanapotokea ndipo pana unyevunyevu. Yaani bomba linamwaga maji alafu ndio zinachota penyewe palowani. Lakini kwa sababu Arusha tumepata miradi mingi inayoendelea, tutaka hivi viwanja vya FIFA tuanze kwenye maeneo mengine ambayo hajapata fursa kabisa, ili kama sehemu ya kuchochea sehemu kama Morogoro hivi tunaweza tukapeleka pale, sehemu kama Njombe, sehemu zingine zile kama Tabora tunahakikisha tunapeleka huko, sehemu kama Mwanza pia. Kwa hiyo kwa maeneo mengi ambayo tutaangalia namna ya kuwafanyia kazi. Lakini sambamba na hilo, serikali inao mpango wa kufufua viwanja vingi kadri iwezekanavyo. Kwa hiyo kikao chetu tuna fedha ambazo zipo, ambazo rais wa FIFA alituambia, na sisi tumeweka mpango wa kuziomba zile fedha ili vile viwanja vyote vilivyojengwa zaidi ya viwanja 30 hivi. Viwanja karibia 34 serikali tuna mpango wa kuvifufua. Na Mheshimiwa Rais ameshasema angalieni, alafu tumpelekee majibu, na yale majibu atatupa mwongozo namna gani ya kufanya. Kwa kweli nisiendelee kusema na nyinyi kwa sababu unajua hapo memory zimeshajaa, na ninakoendelea tutaanza kuhojiana baadaye story mbona sioni, kumbe kadi iko imeshafanya nini, imeshajaa. Asanteni sana, na nawatakieni majukumu mema ya siku ya Jumatatu. Kwenye Kiswahili, kuna wapenzi wa Kiswahili hapa. Wizara yetu pia inasimamia mambo ya Kiswahili. Nilikuwa nasema diplomasia ya mpira, nikasahau pia tuna agenda ya lugha. Na juzi Mheshimiwa Katibu Mkuu alituwakilisha kwenye miaka 10 iliyofanyika Zanzibar, ambao commission yetu ya Zanzibar, na mwezi wa 3 tutakuwa na nyingine inafanyika kongamano Arusha kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na mwezi wa 4 kutakuwa na kongamano kubwa Ufaransa la Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili tunataka kukitumia kama bidhaa inaobeba bidhaa zingine. Nafahamu nyinyi utamaduni, China imedominate dunia, haijapoteza utamaduni wake. Ufaransa wanadominate, hawajapoteza. Jana nilikuwa namwangalia kiongozi mkuu wa serikali ya Italy wakati anafanya presentation yake kule Addis Ababa kwenye mkutano wa marais wa Afrika. Hajapoteza lugha yake, kabaki na Kiitaliano. Sasa sisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kukichukua Kiswahili kukipeleka duniani na kukibebesha na kukifungamanisha na bidhaa zingine, ili iwe ni sehemu mojawapo pia ya kutangaza utalii na lugha yetu kudominate katika lugha bora zinazotumika duniani. Kwa hiyo na pia tutawaita, lakini watu wameshaanza kujiandaa, kamati imeshaundwa, na tumeshaanza communicate na wizara yetu ya mambo ya nje. Balozi zetu zinajiandaa kutoka Ufaransa. Tuna balozi mzuri kabisa, bingwa, anafanya kazi njema. Na Watanzania ambao watakuwa kwenye upande wa maonyesho kupitia Tantrade, watakuwa kwenye upande wa maonyesho kupitia wizara yetu ya maliasili na utalii, watakuwa kwenye ngoma zetu, kwenye bidhaa na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, na wenyewe ni miongoni mwa watu ambao wameshatangaziwa na dofudi ipo ya kujisajili kuhakikisha kwamba wana join na tutakwenda. Naomba nitumie fursa hii pia kuomba diaspora wote, twendeni Ufaransa. Diaspora wote twendeni Ufaransa tukakitangaze Kiswahili chetu. Twende tukawa na fahari ya lugha yetu. Kwa hiyo diaspora aliyoko Uingereza,
alioko Marekani, walioko kwenye nchi za Kiarabu, Middle East yote, walioko hata Afrika hii katika maeneo mbalimbali, wa contact tu na wizara yetu au kwenye balozi za kwetu zilizoko kote kule nchini. Wako tayari mabalozi, watafacilitate kwa sababu information zote wanazo. Utapata visa zako, twendeni tukakitangaze Kiswahili chetu. Uwepo wenu nyinyi diaspora unaongeza thamani, kwa sababu pia tutapata nafasi ya kukichukua Kiswahili kutoka pale tutapokwenda kufanya kongamano, kukipeleka pia kwenye zile nchi tunazoishi na kufanya shughuli zetu. Jamani, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Tunakushukuru sana. Bahati mbaya waandishi wa habari wazito kupiga makofi. Hao waliopiga makofi sio waandishi wa habari. Lakini basi najua wamefurahi moyoni kwa sababu wamepata content ya kutosha. Mheshimiwa Waziri, tumalizie ratiba yetu kwa picha ya kumbukumbu. Na nikuombe sasa wewe pamoja na sisi wote tulioko meza kuu tusimame hapo chini, lakini picha ya kwanza mtapiga au tutapiga kwanza wote au tutakuacha wewe upige na Mwalimu Gamondi. Asante sana. Nawashukuru sana. Tunamaliza namna hiyo. Waandishi wa habari, mmeiona branding ya ukumbi? Makofi mengi tafadhali. Kumbe hilo mnapiga eti. Mohamed Hussein tena. Depu. Acrobatic. Anakataa Benraba. Jaribio kutoka kwa Depu. Alan Okello. Ujaza ndani, Depu wa kwanza ni Laurindo Dilson Maria Depu. Ghalib Said Mohamed GSM na Hersi Said Engineer wanapongezana kwamba ile pesa nyingi iliyotumika kumleta Depu inajibu hapa. Msabila Miraj akishangilia, Depu anaonyesha kwamba hata ukichanganya asali na maziwa ukaweka na tende ndani yake, haiwezi kuzidia utamu wa bao la Depu. Aliruka juu kwa kichwa, kaganda sekunde kadhaa, akaipiga far post na ikajaa. Benraba akajitahidi kufuata, lakini ilikuwa too late. This is Depu.